Alimwambia, harufu yako ya uzee inanichefua, nenda kafie kijijini. Kisha akamtemea mate mazito usoni na kumlazimisha mzee wa miaka 70 kufuta viatu vyake kwa mikono inayotetemeka. Lakini kufika saa 11 jioni, Clifford alitamani ardhi ipasuke imeze. Hii ni simulizi ya dharau, kiburi na malipo ya papo hapo. Asubuhi hiyo, Clifford aliingia kwenye viwanja vya jengo la Skyline Plaza kwa kishindo. Alikuwa anaendesha gari jipya la kifahari aina ya Range Rover Autobiography nyeusi aliyopewa na kampuni kama sehemu ya mkataba wake mpya wa ukurugenzi. Clifford alipaki gari lile katikati ya mstari, akiliba njia ya watembea kwa miguu kana kwamba yeye ndiye mmiliki wa dunia. Alipoingia mapokezi, alikutana na mzee Juma. Mzee huyo akiwa na ovaroli lake lililopauka, alikuwa akimalizia kupiga deki ili kuwakaribisha wafanyakazi. Clifford, akitaka kuonyesha ukubwa wake, alikanyaga makusudi katikati ya maji ya deki. "Wewe mzee, huoni nimevaa viatu vya harama?" Clifford alinguruma. "Samahani kiongozi, ngoja nifute haraka usije kateleza," mzee Juma alijibu kwa unyenyekevu. Lakini wakati mzee Juma anasogea kufuta, ncha ya fagio lake iligusa kwa bahati mbaya tairi la lile gari la Clifford kupitia mlango wa kioo uliokuwa wazi. Clifford aliona kama dunia imeingiliwa. Katika hali ya kikatili, Clifford alimsogelea mzee yule na kumtemea mate mazito usoni. "Umenichafua na mikono yako ya umaskini," Clifford alifoka. "Piga magoti chini sasa hivi, futa haya maji kwenye viatu vyangu kwa kutumia mikono yako na usithubutu kufuta hayo mate usoni mwako mpaka nikupe ruhusa." Mzee Juma, huku mate yakitiririka kwenye mashavu yake yenye mikunjo, alishusha magoti yake yaliyochoka. Alifuta viatu vya Clifford huku kijana huyo akirekodi video na kucheka kwa dhiaka. Clifford alimalizia kwa kumpiga teke la dharau kwenye bega na kuingia ofisini kwake kama mfalme. Lakini saa 11 jioni, muda wa hesabu ulifika. Clifford alitakiwa kukutana na mmiliki mkuu wa kampuni ambaye hakuwahi kuonekana. Alipoingia kwenye chumba cha bodi, alimkuta mzee mmoja ameketi kwenye kiti cha dhahabu kilichogeukia dirishani. Kiti kiligeuka polepole. Clifford alihisi moyo wake unataka kupasuka. Kwenye kile kiti alikuwa amekaa yule yule mzee aliyemtemea mate asubuhi, lakini safari hii alikuwa amevaa suti ya thamani na pete ya almasi mkononi. "Umesema mimi ni takataka?" mzee Juma aliuliza kwa sauti inayotisha. "Basi leo fagio hili linaenda kukufagia nje ya jengo langu. Nipe funguo za gari langu, kisha nifuate nikuonyeshe mlango ambao hutarudi tena." Clifford aliishiwa nguvu na kuanguka chini. Je, nini kitatokea kwenye sehemu ya pili? Je, Clifford atasamehewa au ndiyo mwisho wa maisha yake ya kifahari? Je, umewahi kukutana na mtu mwenye dharau kama Clifford? Ni nini adhabu inayomfaa? Tafadhali, like video hii kama unachukia dharau kwa wazee. Andika neno sehemu ya pili kwenye maoni ili nikuwekee mwisho wa simulizi hii sasa hivi. Pia usisahau kushare kwa wengine ili kutoa funzo kwa vijana wenye kiburi. Tukutane kwenye sehemu ya mwisho. Alimfanya mzee wa miaka 70 apige magoti na kufuta viatu vyake kwa mate. Lakini hakujua kuwa mzee huyo ndiye aliyemlipia mamilioni ya ada ya chuo kikuu huko Ulaya. Clifford alidhani amefika, kumbe amejichimbia kaburi la maisha yake. Malipo ni papo hapo. Karibu tena kwenye fainali ya simulizi inayotikisa, Ishara ya Laana. Kama unachukia dharau na usaliti, gusa like, share na follow akaunti hii sasa hivi. Kisha andika neno msaliti kwenye maoni. Usithubutu kuondoka, maana mwisho huu utakuacha na machozi. Saa 11 jioni ilifika. Clifford aliingia chumba cha bodi akijiamini. Lakini kiti kilipogeuka polepole, moyo wake ulistuka na kusimama. Mzee msafishaji alikuwa ameketi hapo, akiwa na suti ya hariri na pete ya almasi. "Unajivunia elimu ya London, Clifford?" Mzee Juma alinguruma, huku akimrushia rundo la risiti za kizamani zilizokuwa na saini yake. "Tazama saini hizi. Miaka 15 iliyopita nilikuwa nakupelekea chakula na ada ukiwa Oxford kwa siri. Nilijinyima kila kitu ili wewe uwe kiongozi, lakini leo uliamua kunilipa kwa mate usoni." Mzee Juma alitoa simu yake na kupiga namba 1. "Halo, Mama Clifford, nipo na mwanao hapa." Clifford alihisi dunia inazunguka aliposikia sauti ya mama yake mzazi, ambaye alimtelekeza kijijini kwa miaka 10. "Clifford mwanangu," sauti ya mama ilisikika kwa unyonge.
Mzee Juma aliniambia leo unakabidhiwa kampuni, kumbe ulimtemea mate mfadhili wako. Ulimtukana mzee aliyekuwa ananitumia dawa na chakula wakati wewe unanicheka. Laana ya maziwa yangu iambatane nawe. Clifford alianguka chini na kuanza kupiga kelele za kichaa, akijaribu kuomba msamaha ambao sasa ulikuwa umefungwa. Vua kila kitu, vua suti hiyo, vua saa hiyo na vua viatu nilivyokulipia, Mzee Juma aliamuru kwa sauti ya radi. Clifford alibaki na nguo ya ndani pekee mbele ya wafanyakazi wake wote waliokuwa wakirekodi video kwa dhihaka. Walinzi walimburuta mbele ya korido, huku marafiki zake wa zamani wakimtemea mate ya dharau. Alipotupwa nje ya geti la Skyline Plaza, mvua kubwa ya mawe ilianza kumshushia kipigo, huku risiti za ada yake zikizunguka angani na kuloana kwenye madimbu ya maji machafu. Clifford alijikokota mpaka kwenye kioo cha duka moja barabarani. Alijitazama. Hakuwa tena mkurugenzi. Alikuwa ni msaliti aliyepoteza kila kitu. Kwa mbali, aliona Range Rover yake ikiondoka ikiwa imembeba Mzee Juma. Dirisha liliposhushwa, Mzee Juma alimtupia saramu ya shilingi 500 na kusema, "Hii ikatoshe nauli yako ya kurudi kijijini kuanza upya." Clifford alianguka kwenye dimbwi la maji na kulia kwa uchungu, akijua kuwa ameua mti uliompa uhai. Huu ndio mwisho wa Clifford, msaliti aliyevunja daraja alilotumia kuvuka. Je, unadhani adhabu hii inamtosha au laana ya mama yake ndiyo itakuwa mwisho wake? Tuambie maoni yako hapo chini. Mimi ni Peter Digital. Asante kwa kuwa nami tangu mwanzo. Kumbuka, usiwahi kumtemea mtu anayekuchimbia kisima, maana siku ya kiu utatamani maji yake. Follow sasa kwa simulizi nyingine kali hivi karibuni.